and it will be good for us to see, na tutaweza kusoma. Kwa hivyo karibu sana Mheshimiwa wa Mikinduri, salimia wananchi jioni ya leo, alafu tuweze kuanza mtazamo. Asante sana Bwana Odero. Jina langu ni Mheshimiwa Julius Miriti. Mimi ni mwakilishi wa wadi ya Mikinduri, na nina furaha sana kuwa katika studio za leo kuangazia mawili matatu kuhusu jinsi Meru inavyoendelea kwa sasa. Kwa hivyo msikilizaji mwenzangu, na kuomba utembee nasi kutoka mwanzo hadi tamati. Asante. Mheshimiwa, tangu ukue hapa muda umeenda sana. Tumeweza kuwa na mengi ambayo yameweza kupita hapa katikati, na wakati ule mlikuwa na wimbo mlikuwa mnaimba. Wakazi wanauliza leo hii mko na wimbo mpya ama bado mjatunga? Safari imekuwa ngumu, yenye visiki na mabonde. Yes. Lakini kwa kweli Mungu si adhwani hali wali. Tumekuwa katika wimbo wa mapambano takribani mwaka 1.5 sasa. Naam. Tukiwa na maisha magumu sana kama viongozi. Na kweli mimi binafsi nimegundua kwamba kelele ya mtu mmoja yaweza kuchanganya wimbo mzima, unakosa tuni nzuri ya kusikika kwenye masikio. Meru imekuwa imevurugika sana. Meru imevurugika sana kwa muda mrefu, na watu wachache sana, na wale ambao wako timamu ama wanaona mambo jinsi yanavyopaswa kuonwa, wengi wameshindwa na safari hiyo. Wengi wakakata tamaa katika barabara, wengine wakavuja moyo. Lakini sisi bunge la 3, hasa wale Maumau 47 tulisema kama alivyosema mwanaharakati mmoja kwamba damu yetu itamwagiwa miti itakayozaa matunda ya uhuru, na hatimaye tumeafikia uhuru wa Meru. Kwa hivyo wimbo wa kitambo ulikuwa wimbo wa mapambano. Tuliimba tukiwa kwenye vita, tulikuwa na matumaini mengi na makubwa sana. Tulikuwa tunamtarajia Mungu sana, tuliomba sana, kwa sababu katika uongozi huwezi ukatembea bila Mungu. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunamtegemea Mungu, na tulijua siku moja katika kipindi hiki Mungu atajionyesha. Na kwa kweli leo tuna wimbo mpya kama riwaya ya Daktari Mwenda Mbatia yenye anwani ya wimbo mpya. Meru sasa tunaweza kunusa oksijeni nzuri, tuna mazingira mazuri, watu tabasamu nyusoni zao, tabasamu kwenye midomo. Kila kitu ni kipya Meru, na tunashukuru Mungu. Wow. Mheshimiwa, umeyasema mengi ambayo mmekuwa mkitarajia. Mmepambana Maumau 47 mpaka mkaweza kuleta ukombozi ambao umeweza kuutaja katika kaunti ya Meru. Tuanzie pale kuanzia mwanzo na mabadiliko haya. Sijui kama mlikuwa mnayatarajia, lakini tayari hapo yameweza kuja. Najua mliweza kupambana na kuyatazama pale mbele bila mmeweza kutueleza. Tungependa kuweza kujua Mheshimiwa, kutoka kwako mwanzo, baada ya gavana kuweza kuapishwa na tunapozungumza kwa sasa, yako ya mwanzo ambayo umeweza kuona kwamba yameweza kutendeka na yale ambayo unatarajia ni yapi? Kwanza kabisa ulinipigia simu wiki jana, ukinialika katika studio. Nikakwambia siwezi nikazungumza yoyote ama lolote lile. Yes. Hadi tupate uhuru. Hatimaye tumepata uhuru. Kwa hivyo mimi yangu ya kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwamba maombi tuliyoyaomba yamemfikia na ameturudishia kwa wema. Pili, niseme mabadiliko yamekuja mengi sana. Mabadiliko ya kwanza ni ya kiakili. Meru wananchi wamepona. Watu wote karibu wote walikuwa wameanza kuwa wenda wazimu. Vipi? Ukiangalia tangia siku tuliyoapisha gavana mpya, habari za Meru katika runinga na redio, hakuna mapambano, hakuna vita. Hata waliokuwa wamebeba silaha waliweka chini kitambo, kwa sababu ni mwamko mpya. Kwa hivyo mimi mabadiliko ya kwanza
ni ya kisaikolojia kwa wananchi wa Meru. Watu wametulia, watu wamekubali, watu wamesonga mbele. Kwa hivyo kila mtu amerudi katika shughuli yake ya kawaida. Wale wa kuchukua matawi na kutembea kwenye barabara wakiwa mgomo wamekoma. Sisi viongozi ambao tulikuwa tunagombana kila siku usiku mchana tumerudi kwenye kazi zetu. Kwa hivyo maendeleo ya kwanza ni wananchi sasa wako imara kwa kazi zao na mizozano imepungua kiasi kubwa. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni matamanio tulionayo ya Meru mpya inayokuja chini ya uongozi wa gavana wetu mpya Mutuma Isaac. Tunatarajia mambo mengi sana. Ya kwanza ni kama viongozi sisi tuliochaguliwa. Tumechaguliwa na wananchi wakiwa na matumaini makubwa. Lakini tumegombanishwa, tukapigiwa kelele, wengine wakatutusi, lakini kwa sasa hayo yote yako chini. Tumevumilia yote. Na ndio maana sasa tunaweza kusema chini uongozi wa gavana mpya tutafikia mengi ambayo hatujaweza kuafikia miaka 2.5 iliyopita. Hiyo ni hatua ya pili. Na hatua ya tatu, sisi viongozi tumepata heshima. Tulikuwa na mtu mmoja naweza kusema ni kama wazimu aliyekosea kila mtu heshima. Sisi ni watu wenye heshima. Viongozi tuliochaguliwa. Hakuna kiongozi alichaguliwa bila kupewa heshima na wananchi. Lakini tumekuwa na mmoja wa viongozi aliyeng'atuka kwenye mamlaka ambaye alitukosea heshima wote. Na ndio maana uliona tuliungana wachache hadi tukawa wengi. Kwa sababu heshima ni kitu cha muhimu sana kwa viongozi waliochaguliwa. Kudhalilisha wengine si kwema. Na kwa sababu sote tulichaguliwa na hakutuonea heshima yoyote. Naye Mungu si adhumani. Amemweka kando na atatazama sasa viongozi wakiwa na heshima kwa wananchi waliowachagua. Kwa hivyo hiyo mitazamo mitatu naiona kama sasa ni afueni kwetu. Afueni kwa viongozi sisi na wananchi wa Meru. Alright. Mheshimiwa, let's make progress. Na tukiangalia pale ambapo umeweza kutufikisha katika mitazamo ambayo umeweza kutupa. Kuna swala moja ambalo ningependa tuweze kuliangazia kiasi. Tangia kuapishwa kwake mpaka kufikia leo. Ni yapi ambayo yamekupendeza katika utendakazi wake? Kwanza niulize kwa nini nimepigana miaka 2.5 na tukiita upande ule mwingine tukipewa peremende za kutuvuta na hatukunyonya. Unajua kunyonya kulikuwa ni mtazamo wa, tunaweza kusema kwa lugha ya fasihi kwamba ilikuwa ni jambo lenye manafiche, kwamba ukienda kunyonya si maziwa ya mama, unaenda kunyonya mali. Unapewa fedha, unapewa heshima fulani ya bandia, bandia kwa sababu haiku inafaa, ni bandia. Kwa hivyo tulivutiwa na vitu bandia, lakini sisi tukakaa ngangari. Kwa hivyo chini ya uongozi mpya nimeona mabadiliko ya kwanza ni heshima imeturudia kama viongozi. Gavana aliyoko ni msomi. Na ninaweza kusema vitabu vilikuwa shinda mwanzoni na gavana aliyeng'atuka. Tulijua kabisa kutoka mwanzo vitabu ni shida. Na katika somo la saikolojia kuna tatizo moja linakuja wakati unashindwa na jambo fulani. Kwamba ukishindwa kufanya kitu fulani unajaribu kufunika na jambo lingine. Tulijua mwenzetu alikosa vitabu, kwa hivyo alijaribu kufunika ule upungufu wa kusoma kwa sarakasi zingine. Na katika zile sarakasi aliweza sasa kugombanisha wale wengine sana. Yule tuliye naye ana taratibu nzuri sana za kitaratibu za kiofisi ambazo kila mtu anajisikia anashikilia mahali katika serikali. Ikumbukwe kwamba katika yule gavana tulikuwa naye alikuwa ndiye kichwa na ndiye mkia. What do you mean? Alikuwa kichwa mkia. Kwamba hakuona wengine kama watu. Hakuona wengine kama wana maana. Hakuona wengine kama wachezaji katika msakado mzima. Alijaribu kucheza kila namba
Goalkeeper, alikuwa beki, alikuwa mlinzi, alikuwa striker. Sasa mpira ina gani? Kwa hivyo yule tuko naye ameshikilia mahali pake kama gavana, na wengine viongozi wengine wameshikilia mahali pao. Kwa hivyo mabadiliko ya kwanza na yale ambayo yataleta afueni na kuleta maendeleo ni huo mtazamo na yule gavana mgeni ameleta. Lipo swali uliloniuliza wakati unajibu hilo, ukaniuliza kwamba mbona sikukuuliza kwa nini ukapambana mpaka wakati huo wote miaka miwili. Nami nikuulize hivi mheshimiwa, hakukuwa na njia yoyote ile ambayo mngeweza kutumia kutatua mzozo huo mbali na ile njia ya impeachment? Pesa ni nzuri. Pesa ni nzuri kabisa. Ni sabuni ya roho. Kwani sisi tuna uchafu rohoni? Tuhitaji pesa ama tuchukue pesa tukipewa? Kama pesa, kila mtu anapenda pesa. Swali ni kwa nini sisi Mau 47 walikataa pesa? Tumetoka sisi kwa nyakati ambazo mliitiwa pesa. Mbona tulikataa pesa? Ukijua kwa nini tulikataa pesa, nitakuambia kwa kweli uaminifu katika kazi, katika urafiki ni wa maana sana. Yule gavana aliyengatuka haaminiki, na yule anamwamini amwamini, lakini atajua baadaye, tajuta. Mtu ambaye hana uaminifu si mzuri. Kwa hivyo tulikaa na yule gavana karibu sana. Asa mimi mwaka mzima wa kwanza nilimba wimbo wake. Unajua katika msakato lazima kuwe na wahusika. Kuna wale wahusika wadogo na wale wahusika wakubwa. Mimi nilikuwa mhusika mkubwa sana katika katika ile meza ya gavana aliyengatuka. Na nilijaribu sana kukaa kama vile anataka ili niweze kufanyia watu wangu kazi. Lakini kwa sababu na mimi si mjinga, niliketi chini nikatathmini na nikagundua hata tukikaa na yule gavana miaka 40 kama miaka 50, hata badilika, hata kuwa mwema, hata kuwa mwaminifu. Kwa hivyo ikabidi sasa nichukue msimamo. Katika uongozi msimamo ni kitu cha maana sana. Ni lazima watu wakujue kwa jambo fulani. Aidha wewe ni wa kununuliwa, wewe ni wa kusimama imara. Sasa mimi nikaamua nisimame imara. Kwa sababu gani? Nilipochaguliwa na wananchi wangu, sikuwapatia pesa ndio wanichague. Walisikiza sera zangu, wakazipenda, wakakubali, wakanichagua. Nilijiuliza hivi, nikiacha kuwatetea, nikikoma kuwatetea maslahi yao wapate maendeleo, nipewe pesa fulani, nitarudi kwao niwaambie nini? Nitawaambia nimewaletea pesa, nimepewa, tuleni pesa tusahau maendeleo? Hama wao wakigundua nimenunuliwa na pesa, wakiniuliza tulikupatia kura pasipo pesa, mbona ukanunuliwa ukauza nafsi yako kabla hujatupatia maendeleo? Ningejibu namna gani? Kwa sababu mimi ni timamu, nikaketi nikajiuliza, ni heri hata mbeleni kabla nichaguliwe nilikuwa na pesa. Ile pesa nilikuwa nayo ilikuwa inanitosha. Kwa hivyo nisifuate pesa nikasahau na mtazamo wa kusaidia watu wangu kama vile walikuwa wamenichagua. Kwa hivyo nilisimama kidete. Nikakataa kuhongwa na pesa. Nikakataa kuhandaiwa, kwa sababu wananchi walikuwa na nia nzuri ya kiongozi atakayewaletea maendeleo. Na nataka kuwapa hao Mau 47 tulikuwa na sifa moja: tusimame kwa ukweli, tuwatetee wananchi wetu. Na ndio maana hatukuweza kutizika kwa sababu ya pesa. Hatukuitiwa vinono tukakimbia kukunywa chai kule. Kuna swala la pesa ambalo umelitaja sana. Hizi pesa zilikuwa ni za kupewa wewe kama kiongozi ili unyamazishwe, ama zilikuwa ni pesa ambazo ungeweza kupewa na uweke kwa maendeleo? Zilikuwa ni pesa za mfuko wako wa shati. Ili unyamazie yale unatetea, ili uimbe wimbo wa mkubwa wako. Naye tukaangalia tukaona kweli Mungu atatulaani, kwa sababu hata kama watu wanasema wanasiasa si wacha Mungu, wanasiasa pia wanamcha Mungu. Na kuna wanasiasa ambao wanamuogopa Mungu, na kuna wale wanafuatilia Mungu. Kwa hivyo tuliona kweli ni heri kuacha kiti kuliko kuwasaliti wananchi waliokuchagua kwa roho nzuri.
Mheshimiwa, there's new changes in leadership in office hapa Meru County, especially executive. And you know, we have a section of people, if I may say, who have a lot of who have alleged kwamba you, especially the county assembly and the MCAs, the 47 ambao mnajiita mamauri, mumeweza kufanya kitu ambacho hakikuwa cha wananchi, hawakuwa wanakitaka, you know. They say that you know, the people did not own it, kwamba waliwatuma moja kwa moja nyinyi mweze kutekeleza kufukuza gavana aliyokuwepo. Labda unaposema kwamba kulikuwa na maamuzi ambayo nyinyi mlitakiwa mfanye, kati ya kunyamazia masuala fulani na wananchi waumie, na nyinyi kuweza kuenda mkondo ambao utaokoa wananchi. Kwa mfano tukichukulia mfano wako mahali ambapo unatoka Mikinduri. Hili swala la kumtimua gavana, je, lilikuwa ni swala ambalo litumwa na wananchi wa Mikinduri? Uliwauliza, mlifanya in the best interest ya wananchi, ama it was just political? Kwa sababu kuna wengi ambao wanadhani hivyo. Yes. Unajua kila mama ngoma utakuwa wake. Naam. Mimi wananchi wa Mikinduri niliwauzia sera yangu, na wakaitazama, wakaona kweli huyu mtu tukimpatia kura atatusaidia katika shida hizo. Kwa hivyo mimi kama kiongozi, si nimeongoza watu wa Mikinduri. Kuongoza watu ina maana gani? Kuwa mbele yao. Kuwa mbele yao, unakuwa wewe ndio unaona mbele yao, unasikia mbele yao, unaongea kabla waongee, kwa sababu wamekupatia hiyo nguvu. Kwa hivyo mimi siwezi nikangojea mwananchi aniambie pigana na Kawira. Hapana. Mimi niliamua. But you are representing them. Representing people means you represent their views and their concerns. After consulting them, or where do you get their views now? I get their views from them. Okay. Kwa mfano, Mikinduri niliamua vita kwa sababu hii. Mimi ni kiongozi, nina majukumu matatu. Jukumu la kutunga sheria ama kurekebisha sheria iliyoko. Jukumu la kuangalia miradi inayofanywa na serikali kama ni inamfaidi mwananchi au la, na kumwakilisha. Hayo mambo matatu. Gavana ametuma mwakilishi wa wandi, wale administrators, amempatia majukumu yangu. Yeye ndiye anakuja kupeana pipe za maji. Yeye ndiye anakuja kuita mikutano. Mimi ni mjinga ninyamaze? Nikauliza mwananchi kama niulize swali? Pili, nitaenda kwa mwananchi nimwambie, mwananchi nimenyimwa nafasi, mwananchi nienda nikaulizie? Ni mimi nitauliza mwananchi hivyo? Hapana. Ni maamuzi ya kiongozi. Kama gavana hataki kufanya kazi na wewe, anatumia vibaraka wake kufanya majukumu yako. Kiongozi aliyechaguliwa anajua ni nini alichaguliwa kufanyia wananchi wake. Atanyamaza? Ataongea. Kiongozi ni mdomo. Kiongozi ni maneno. Kiongozi ni kuongea. Ukishindwa kuongea kama kiongozi, huwezi kuwakilisha watu. Ukishindwa kusikiliza kwa niaba ya watu, huwezi kuwakilisha. Ukikosa kufikiria jinsi ya kuokoa watu na kuwasaidia, wewe si kiongozi. Kwa hivyo mimi, wananchi wako niambia nikapigana na Kawira, ni mimi niliona ni lazima niitishe kwa hiari, nikikosa nilazimishe. Kwa sababu katika hii county hakuna vitu vya Mikinduri vimewekwa kando ati mwakilishi wa Mikinduri akija ndio tutapatia. Pale watu wanapigana kupewa, kwa sababu rasilimali haitoshi ya kila mtu. Kwa hivyo inategemea ni nani ana msimamo wa kuitisha, ni nani ana sauti ya kuitisha, nani anafika kwanza ndiye anapewa. Ikawa sasa yule mkubwa wetu anapatia vibaraka wake, wale wanamfuata nyuma, ndio anapatia mali ya watu wa Mikinduri. Nitanyamaza kweli? Nitarudi Mikinduri nikauliza nikapigane? Nitapigana kwanza, alafu niwaambie nimepigana nikaleta. Sitaka wanipatie ruhusa ya kupigana. Nitapigana kwanza nipate, kisha nirudi kwao niwaambie mliona nikipigana? Sikuwa na makosa, nilikuwa natafuta hiki.
na sasa Mungu ametuonekania, nitarudi na kitu. Utawapa. Sitarudi na fimbo yenye damu. Unajua nikirudi na fimbo yenye damu, hawatakula damu ama wakule fimbo. Lakini lazima wale nimetoanga nikatoa damu, niwe nimewapokonya kitu kwa sababu ya watu wa Mikindori. Kwa hivyo mimi nimeumia. Nimetembea sana. Nimedhihakiwa mimi. Nimepewa matusi ya kutosha. Vile ninapigana na gavana. Wale walikuwa na nidharau watanisalimia kwa heshima. Kwa sababu gani? Kwa sababu ninaleta maendeleo kwa wananchi wangu. Haya, mpenzi msikilizaji, kumbuka kwamba tuko katika Mtazamo. Ni kipindi ambacho kinakuletea matukio ya siasa. Tunaangazia mabadiliko ya uongozi katika kaunti ya Meru. Tupo naye mheshimiwa wa wodi ya Mikindori. Ni mmoja wa wale Maumau 47 47 wa kaunti ya Meru ambao wanasema kwamba walileta ukombozi huu katika kaunti ya Meru. Na tunaangazia mengi katika mabadiliko haya ambayo wewe pia yanakuadhiri moja kwa moja, kwa sababu kama maendeleo kwa hakika yanakuja, basi hayaji kwa sababu ya huyu mheshimiwa tuliye naye hapa, yatakuja kwa sababu yako na yatakuwa na kuadhiri kwa namna tofauti tofauti. Kwa hivyo nitakuwa ninafungua kuweza kuuliza maswali. Unaweza kutupigia simu, unaweza kututumia ujumbe mfupi, na nishukuru sana team Facebook, na waona sana wakazi wa kaunti ya Mikindori akina Francis Kimathi, thank you very much. Josephat Kinoti, asante. James Kimathi, nawaona nyinyi wote. Nitakuwa nasoma maswali yenu tunapozidi kusonga mbele. Na kuna mitazamo mingi ambayo Wakenya pia unaweza kuwa nayo tofauti tofauti, whether you are backing the MCAs or whether you are for the new leadership in Meru, ama uko kwa mtazamo wako tofauti. Tunauruhusu kwa sababu ni demokrasia hiyo. Kwa hivyo unaweza kupiga simu uweze kutuulizia tunapozidi kusonga mbele. Mheshimiwa, tukishikia pale kwa swala hilo la mabadiliko katika uongozi wa kaunti ya Meru. County Assembly na hususan nyinyi mliweza kuwa focus sana kwa vyombo vya habari, majukwaa ya mitandao ya kidijitali, na masuala yakasemwa mengi sana kuhusiana na namna ambavyo nyinyi allegedly mkawa kwamba allow me to use this word, watundu katika kutekeleza majukumu fulani ya kumkazia sana gavana aliyetoka. Kwa uongozi ambao umekuja leo, unadhani kwamba bunge la kaunti ya Meru, wewe ukiwa mmoja wao, mtaweza kutekeleza lipi kuhakikisha kwamba uhusiano wa assembly na executive unasalia kuwa imara, ili mkaazi aweze kufaidika anga kwa kipindi hiki kifupi ambacho kimesalia? Uongozi si mgumu sana. Kwa sababu kila mtu ana majukumu yake. There's the budget in administration. A system is a combination of dockets or compartments. Yes. When they work in harmony, you achieve results. Due to the system. Kwa hivyo uongozi tuliokuwa nao haukuelewa system ni nini. Okay. System ni governor kazi yako ni gani? Mdogo wa governor kazi yake ni nini? CC kazi yake ni nini? Chief officer kazi yake ni nini? Director kazi yake ni nini? Assistant director kazi yake ni nini? Staff kazi yao ni nini? Mandereva kazi yao ni nini? Askari wa kanjo kazi yao ni nini? Wakotaji ushuru kazi yao ni nini? Wafagiaji kwa usafi ni peke yake. Hiyo ndio inaitwa uongozi. Yule gavana tuko naye akikalia kiti, awapatie watu ruhusa ya kila mtu afanye kazi aliyoajiriwa kufanya, Meru itanyoka. Hahitaji fimbo. Hapana. Kwa hivyo yale mabadiliko yatakuja, yalianza kuja ile siku aliapishwa. Kwa sababu kila mtu sasa kwa uhuru kufanya kazi yake. Lililobaki sasa ni tupewe rasilimali za kutekeleza majukumu tuliyochaguliwa kutekeleza. Hakuna kitu kingine Meru inahitaji. Meru ina utajiri. Meru ina rasilimali. Meru ina kila kitu. Sisi si kama Wajia bwana. Sisi kama Isiolo. Sisi wezi linganisha sisi na Marsabit. Hapana. Kwa hivyo kama tuko na mali na tuna wafanyikazi, kilichobaki ni nini? Ni motisha tu ya kufanya kazi na kuafikia yale malengo. Kwa hivyo mimi naona kwamba uhusiano wetu na upande wa executive, katiba ni wazi.
Sheria za bunge letu ni wazi. Mipaka ya kazi zetu ipo. Mipaka ya kazi ya gavana ipo. Gavana fanya yako, ukituhitaji kuja kwetu. Sisi tufanya yetu, tukimhitaji tunaenda kwake. Shida iko wapi tena? Mambo rahisi kabisa. Na wacha nikuambie bwana Odera, mimi nilimwambia gavana aliyeng'atuliwa, nikamwambia utang'atuliwa na mdogo wako kwa sababu ya ujinga wa pesa 8. Unapigana na mdogo wako kwa nini? Yeye ana majukumu yake kikatiba. Si umwachilie afanye majukumu hayo. Unamnyima gari ya nini na si yako? Unamnyima ofisi yake ili amepewa kikatiba kwa nini? Sasa leo uko nyumbani, nani anakaa kwa hiyo ofisi? Kama kuna maneno yatakumbukwa, Kawira Mwangaza atakumbuka. Nilimwambia tuko tumeketi na yeye. Nikamwambia wacha vurugu. Huyu mtu unapiga watu wakianza kumuonea huruma. Huruma ya watu itakuondoa kwa kiti. Wacha vile umepata kiti. Na unabii umetimia. Baada ya kumwambia hakutimiza hana masikio bwana, hasikii la mwadhini wala mtakamaji msikitini. Hasikii. Mheshimiwa, even as we speak about wewe kusema kwamba kila mtu apewe majukumu yake na aruhusiwe vile ambavyo anastahili kuyatekeleza kikatiba, resources ziweze kupeanwa and all that, people still ask the question because you said you have 3 roles. Katika majukumu hayo matatu ambayo nyinyi mnatekeleza kama waheshimiwa wabunge, mtu atauliza katika miaka mitatu basi ama miaka 2 iliyopita basi, mbona mlalamike kwamba hakukuwa na hela ili hali nyinyi mnahusika pakubwa katika matumizi ya hela za kaunti na rasilimali ambazo zinakuja katika kaunti ya Meru? Inamaanisha kwamba nyinyi hamkutekeleza pia jukumu lenu, ama ni vipi mliangalia wakati rasilimali zinakosa? Sisi hatukuangalia bwana. Sisi tulikuwa vita. Tukisema inatumiwa vibaya. Kwa mfano, sisi tulipoenda vitani hatukujua ni nini Kawira anafanya. Alifanya mambo yake. Ni nini hatujampatia yule gavana ili alaumwa bunge la Meru? Tulipitisha bajeti. Kuna bajeti umeisikia akisema wamekataa kunipitishia bajeti. Umeisikia hivyo? Hilo ni jukumu la nani? Letu. Tulimpitishia bajeti yake. Kuna wakati ametuma mawaziri tukakataa kupitisha. Ndio iwe sasa ndio sababu ya kufanya kazi. Kuna viongozi fulani alikuwa alileta kwenye bunge letu na ni jukumu letu kupitisha, tukakataa kumpatia. Kwa hivyo tulimpatia kila kitu anachokihitaji kutekeleza majukumu yake. Lakini hakutekeleza, na kama alitekeleza hafifu, si yale yako kwenye bajeti. Na ndio maana sasa sisi tukaanza kuuliza maswali. Kwa mfano, wewe gavana, bandala ya kujenga madarasa ya watoto, wewe unaenda kupeana nini? Kupeana ng'ombe moja katika kata nzima, ambayo ilisemekwa ilipitishwa na nyinyi. Tulipitisha ng'ombe ikiwa program nzuri sana, lakini kwa sababu ya wizi vile tulikusudia ifanye haikufanya. Ndio maana tuliitoa kwenye bajeti. Unaweza kusema siku tekeleza jukumu langu kama mbunge. Hapo utatekeleza. Kaiondoa. Pili, katika wodi yangu kuna yale mambo nilipanga yafanywe kwenye wodi yangu, akaenda akakosa kuyatekeleza, na yako kwenye bajeti na pesa imepita. Ninyamaze ndio nisipigane na gavana? Hapana, lazima niseme nilikusudia kujenga darasa hapa na aliyejengwa na pesa nilipitisha. Kama hiyo ndio vita, ndio nilikuwa. Kama vile ndio. Kama vile nikusema sijatengenezewa kitu ambacho niliweka bajeti, basi hiyo vita ni vita vitakatifu. Na hata vikija tena nitakuweko. Okay. That question is actually as with us here, Mheshimiwa. There's one asking Mheshimiwa Kaimbo, will they be free to do oversight as they did in the previous regime? Number 2 question, kuna mmoja anauliza iwapo mko tayari waulize if they will work with the 22 MCAs and still if they will be back on their committees. Iwapo wale waheshimiwa 22 kwani ni waondi ya Mikindori? Kwani ni waondi ya Mikindori? Ni waondi zinginezo. Si mtu atafanya kazi katika wodi yake. Sasa naeluza kama tutafanya kazi na wao. Watafanya kwao na mimi nitafanya kwangu.
Lakini katika kamati zile ambazo labda wako kwenye kamati kama sisi. Okay. Na bunge ni moja. Viti ni vingi, kila hawezi ukakalia viwili. Viti vipo, watakalia. Kamati zipo, wako, wataingia kwenye kamati zao, watafanya kazi zao, na sisi tufanye zetu. Kwa hivyo hakuna mtu atazuiliwa kufanya kazi katika lile bunge. Lakini kama unavyojua, mitazamo ya kisiasa ni tofauti. Waliona Kawira akiwa malaika. Sisi tuliona Kawira kama mhalifu. Kwa hivyo tuna mitazamo tofauti, lakini ya kisiasa. Lakini kimajukumu, kila mtu ana jukumu alilopewa na katiba. Kwa hivyo kwangu, waliopewa kufanya kazi zangu zile nilikuwa nimeweka kwenye bajeti ni mmoja wa wale waheshimiwa. Na hakuniambia nimetumwa kwako kufanya kazi. Alikuja kifunjo. Hata simu yangu aweze akachukua, na mimi ndio nimeweka haya maendeleo yafanye kwenye wadi yangu. Lakini yeye hata simu yangu aweze kuchukua. Sasa maendeleo ya mwaka unaokuja wa Juni mwaka huu yatakuwa chini ya mimi katika wadi yangu. Yule gavana alikuwa na mtazamo tofauti. Ndio maana napatia wale wanamunga mkono maendeleo ya kwetu wakatekeleze. Kwangu kutafanywa na mimi ndio nitasimamia maendeleo yangu sasa. Na wao wale wa Kawira watasimamia kwao. Sisi tuna shida. Nafikiri mheshimiwa kuna ile swali anauliza hivi. Are you welcoming these members in case they want to work with you in the same line? In case they realize that now they need to come back. Hakuna makosa wametufanyia sisi. Hakuna makosa wamefanyia wale 47. Ni msimamo wao wa kisiasa ulikuwa tofauti na wetu. Mimi sitawasamehe kwa sababu walikuwa upande wa Kawira. Kwa sababu hakuna majukumu wako nayo katika wadi yangu. Kwa hivyo kuna msamaha wanahitaji kwangu. Okay, the second question. Oversight. Mtafanya that is kuweza kuhakikisha kwamba serikali hii ina matumizi bora ya fedha. Mtaendelea kuhakikisha kwamba kuna mwananchi anafikiwa na maendeleo, kuisaisha serikali. Mtaendelea kufanya hivyo? Hilo ndilo jukumu letu kubwa. Lazima nitafanya hivyo kwa sababu mimi sitekelezi maendeleo. Kazi ya kutekeleza yale maendeleo ambayo nimepanga kwenye wadi yangu ni upande wa gavana. Kwa hivyo ni lazima nitaangalia kazi yangu inafanywa namna gani. Uwezo ukakuja ukapewa barabara ya kilomita 5 unafanya kilomita 2 alafu unafikiria nitanyamazia. Sitanyamazia kwa sababu ni pigo kwa wananchi wa Mikindori. Kwa sababu pesa ipo. Kwa hivyo mimi nitaangalia na nitatathmini kazi za upande wa executive. Hata sasa. Hata yule gavana yuko anajua. Kwamba utaendelea na tutamrekebisha akifanya makosa. Nisipofanya hivyo nitakuwa nimeangusha wananchi wa Mikindori. Hiyo ni lazima. Nafikiri kwamba umeweza kulipata mpenzi msikilizaji na mtazamaji wetu kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook. Na kuna mheshimiwa mmoja hapa, hujasema jina lako lakini namba yako inaisha na 54. Unasema kwamba Mheshimiwa Kaimbo, tunakuaminia sana kama wakazi wa Mikindori. Ulifanya kama general na tuko nyuma yako hadi mwaka 2032. Kawira Mwangaza, niruhusu nisisome hapo mbele maana kidogo yaloliweka kidogo hayaniruhusu kusoma, lakini ujumbe wako umeweza kufikia mheshimiwa kwamba mko naye hadi mwaka 2032. Mheshimiwa, kuna sijui kama kuna kitu kingine unaomba ama unataka kuwa pale Mikindori hadi 2032 vile mkazi huyu anasema, lakini tutakuja pale mpenzi msikilizaji. Tunataka kuchukua mapumziko mafupi. Tukirejea tuna swali muhimu sana maswali muhimu ambayo nimeona bado you still have them as listeners, na pia vile vile kuweza kufungua line kwa ajili ya kupiga simu. Of course it's on for the messages ambayo mnatuma ziko on, and you can also call right now. I'll be able to receive, but we want also to get from Mheshimiwa Kaimbo as moving forward, how are they going to build trust with wananchi, because right now there are many who view that bunge kidogo na wawakilishi limeweza kupoteza, but what is going to be done kuhakikisha kwamba trust hiyo inasalia kuwepo ama wanapata. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, kutumia nambari 0781188788 na nambari 0794217755. There's still a question on Linda Kiombe. We are going to handle all that. We have factored them in, na pia tutakuwa tunakupatia fursa mpenzi msikilizaji kuweza kuuliza maswali yako. Kuna mmoja anasema tusiondoke kabla ya kupokea simu yake. Sawa.
GGV, good evening. Good evening too, sir. Yes, tunazungumza na nani mwenzetu? Unaongea na Alex kutoka Mikindori. Naam Alex. Sisi tunasapoti Mheshimiwa Kaibo. Naam. Huyo tunamwaminia sana. Tangia akiwa mwalimu hajawahi angusha hata shule moja. Sasa tukajua amefinyiliwa. Na tunajua kazi zake. Huyo mtu tunamwaminia sana. Najua atafanya makubwa Mikindori. Naam, Alex, labda niulize kwa mabadiliko ya uongozi katika county hapo juu. Wewe kama mkaazi wa Mikindori unatarajia nini? Mimi kama mkaaji wa Mikindori, naam, nategemea makubwa na huyo gavana mpya amekuja. Na pia hao waheshimiwa anaenda kufanya nao kazi, lakini mimi naomba pia kwamba wafanye kazi pamoja na wengine. Ndio Meru yetu iendelee vizuri. Kuna mradi wowote katika wodi yako ya Mikindori ambao unaona kwamba mheshimiwa huyu aliyepo hapa na gavana waweze kuangalia ukiwa wa mwanzo? Kama sisi wakaaji wa Mikindori, tutashukuru sana. Kuna theater ilitengenezwa pale Mikindori. Na nakumbuka huyu gavana amechaguliwa akiwa deputy gavana, ndiye alituletea hiyo theater. Na utindri theater. Sasa wakitusaidia tu waiangalie vizuri, yaanze kufanya kazi. Sisi hatuna lingine, ni kufurahi tu na kusubiri 2027 tuwarudishe tena. Okay, asante sana Alex. Haya, pamoja. Thank you very much for calling. Salimia mheshimiwa sana. Amesalimika yuko hapa. Asante. Naam. Okay. Thank you very much Alex for calling. I believe this theater tumeiongelea mara kadhaa na mheshimiwa wakati amekuwa katika studio hii. Wakati ule mwingine pia tukizungumzia akisema kwamba haijamalizwa, imepakwa rangi nje na mambo kama hayo. Lakini tutarejea hapa kumpa fursa ya kuweza kuangazia baadhi ya miradi ambayo wewe unayesikiliza unatamani kwamba iweze kutekelezwa, na pia vision yake kwa muda ambao umesalia na kuendelea mbele, masuala ya Mikindori and all that. We are coming to speak about the same, but just to remind you, 0794217755 and 0781188788 are the numbers that you can use to call us, to SMS or to WhatsApp. Give us mtazamo wako jioni ya leo. Itakuwa vizuri hata zaidi tuweze kujua unatupata kutoka eneo gani, and what are your views on the Meru changes. That is leadership changes in Meru County. Expectations are of course very high, na wananchi hawataki tuchukue mapumziko, ila acha tuwapatie fursa. GGV FM, good evening. Yes, good evening GGV FM. Naam? Yes, bwana ndio kwa salama. Mimi naitwa James. Yes, James. Kutoka wapi? Nashukuru kushukuru kutoka hapa municipality. Yes. Nataka kuuliza mheshimiwa swali moja. Uliza mheshimiwa, Akodiji wamefukuza gavana mwenye alikuwa hapo awali. Na walikuwa wamepitisha itemized budget. Will they continue with the itemized budget ama watakuja kutumia itemized budget watumie yenye ilikuwa hapo awali? Alright. Swali la pili. Naam. Uliza mheshimiwa kama wenye some of the MCAs wenye walikuwa watoa kwa zile committee, kama wataweza kuwarudisha ama wataanza avoid kando ndio wanasema eti walikuwa kwa mzitu. Na once wakitokea kwa mzitu kuna vyenye wataondokea watu wengine ama wataunganisha Wameru pamoja. Kusukicha kuangalia kama MC wangu wa municipality hapa alikuwa anasupport gavana mwenye aliyetoka. Wanaweza kuja waanze kuwadhulumu na sisi tuanze kukosa maendeleo, ama wataweza kuwaleta pamoja ndio Meru yetu isonge. All right. Thank you. Thank you very much James, and that one allows us to take a short break. Tumeshanakili hilo swali James, tunachukua mapumziko mafupi turuhusu, alafu tukisha toka tu kwa maduka tutakuwa tunaingia direct na mheshimiwa yuko hapa, yeye pia amenakili, tutakuwa tunajibu maswali yenu na pia kupokea simu nyingi na pamoja na jumbe nyingi kutoka kwenu ili mkaweze kuuliza maswali zaidi. Kwa hivyo salia pamoja nasi. This is GGV Radio, where we are lighting your world and making Christ known. Are you a pastor, a leader, church worker, or maybe